Bila shaka wewe unaendelea vyema kabisa na majukumu yako ya kila leo. Amani iwe nawe, peace be upon you. Assalamu alaikum. Natumai wewe ni mzima wa afya. Baada ya kupotea kidogo kwa muda, nimerejea mara hii katika kipindi ambacho nilikuwa napitia ibada ya maradhi. Niliugua kidogo, na hilo mnalifahamu wengi wenu ambao nimekuwa nikizungumza. Kuna wakati nilijihisi kama nimekwisha rudi kwenye njia yangu, lakini haikuwa vile, na nikarudi kuugua tena. Basi alhamdulillah, kwa sasa naweza kuambia niko salama na nimerejea rasmi katika mwendelezo wa mambo yetu, hadithi zetu, simulizi zetu kabisa. Nimerejea. Location yangu leo ni ngumu sana kuijua kwa sababu ya hali ilivyo, wala huwezi kujua niko wapi. Muhimu tuzungumze. Baada ya kupotea kwangu kwa muda mrefu, kuna mambo mengi yamepita, na tumekuwa na misuguano ya hapa na pale, hasa kwenye stories zetu za kimataifa. Unajua sisi ni wa kimataifa, hujadili sana masuala ya kimataifa ambayo tunayazungumza. Tumeona yale yanayoendelea kule Israeli, tumeona yanayoendelea Ukraine, tumeona yanayoendelea sehemu mbalimbali duniani, tukiwa na siku chache kabisa kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa nchi yetu. Muhimu ni salama na amani, na watu wapige kura, wafanye uamuzi wao, na mambo mengine yaendelee, kwa sababu kuna uchaguzi, alafu kuna maisha, na kuna maisha baada ya uchaguzi, na kuna wewe baada ya uchaguzi, kuna wewe baada ya yote. Yani kwa hilo ulifahamu kuwa na ufahamu kitu kimoja, kuwa misuguano mingi inapotokea, mwisho huwa watu wanarudishwa kwenye meza. Hata kama mtafikia kuwana watu 100, watu 200, 300, mwisho wote mtarudi kwenye meza. Kwa hiyo jambo bora zaidi unaweza kusema kuwa tutaanzia kwenye meza kabla ya kwenda kufikia huko kwingine tupate hasara. Hilo ndio la muhimu. Mwanamfalme Mohammed bin Salman anaelekea Marekani this November. Anakwenda Marekani, ziara ya kihistoria kabisa. Wamarekani wanasema kuwa ziara ya kimataifa. Hii ziara ya kwanza ya kimataifa. Yani licha ya kuwa Trump amepokea viongozi kadhaa wa kimataifa, wanaona kama vile haikuwa ziara ya kimataifa, ila hii ziara ya Donald Trump ya Mohammed bin Salman anayokwenda Novemba 17 mpaka 19 inaonekana kama ni ziara ya kimataifa. Kwa nini iwe ziara ya kimataifa? Maana yake kuwa unarudi kwenye kile ambacho alikizungumza Cyril Ramaphosa alivyokuwa kwenye ofisi ya Oval pale Marekani, wakati amewekwa kitimoto na Donald Trump na washirika wake, namwambia kuwa nchi yako mnafanya genocide kwa wazungu, akimonyesha video za kina Malema wanafanya genocide, wameua wazungu, wamewafukuza wazungu, jinsi alivyokuwa akimwambia Trump. Ramaphosa alimwambia kuwa mimi sina ndege, kama ningekuwa nayo ningekupa. Trump akasema kuwa ungenipa ningeichukua. Yani alikuwa na kariri, manake ziara ya Ramaphosa ilitokea baada ya Trump kutoka kwenye ziara ya Mashariki ya Kati, ambapo alipewa ndege yenye thamani ya dola milioni 400 na Qatar. Sasa Ramaphosa akasema mimi sina uwezo wa kukupa zawadi ya ndege, lakini ningekuwa nayo ningekupa. Yani ilikuwa inamaanisha kuwa Marekani ni ya chochote. Yani kama wewe unataka kuonekana mbele ya macho ya Marekani, ni lazima utangulize chochote. Ndio hicho ambacho Trump anakisema kuwa ni ziara ya kitaifa. Yani inahesabika kuwa ziara maalum ya kitaifa. Wamekwenda waziri mkuu wa Canada, wamekwenda Keir Starmer, wamekwenda mawaziri usijua wapi, wamekwenda viongozi wa Afrika, wamekwenda Zelensky, wamekwenda viongozi wengi wamehudhuria kwenye Marekani, lakini haikuonekana kuwa hii ni ziara ya kitaifa, isipokuwa hii ya Mohammed bin Salman ni ziara ya kitaifa. Kitu ambacho kinatajwa na vyombo vya habari vinaripoti kuwa Mohammed bin Salman anakwenda kwa mambo mengi, likiwemo swala la mikataba ya kiusalama. Mohammed bin Salman hakufurahishwa sana na mkataba wa Marekani na Qatar ambao ulitaja kuwa kuishambulia Qatar sasa umeshambulia Marekani. Sasa Mohammed bin Salman anakwenda kutafuta makubaliano ya namna hiyo ya ulinzi, ambao kuwa yanaakisi kuwa ukigusa Saudia utakuwa umeigusa Marekani moja kwa moja, au ukigusa Qatar utakuwa umeigusa Marekani. Sasa anakwenda kwa mkataba kama ule, anakwenda kuidhinisha baadhi ya makubaliano ambayo Trump aliyasaini mwezi wa 5. Anakwenda kwa ajili ya mazungumzo kuhusu mkataba wa Abraham. Awamu ya kwanza ya Donald Trump, mkataba wa Abraham ambao ulimuingiza Imarati, Qatar na
sio Qatar, Imarati, Bahrain na Morocco, Chad, Sudan. Ni mkataba ambao ulikuwa unaelekea kumuingiza Saudia, ambaye naweza kusema kuwa alikataa baadhi ya vitu. Lakini wakati wa utawala wa Joe Biden, Saudi Arabia ilikuwa iko kwenye engo ya mwisho kuingia kwenye mkataba wa Abraham wa kutambuana na Israeli. Kama sio shambulizi la Hamas, kama lingechelewa shambulizi la Hamas la Oktoba 7, 2023, kama lingechelewa angalau kwa wiki 2, basi tayari walikuwa wamefikia makubaliano hayo. Vyombo vya habari vinaripoti kuwa na hilo litakuwa ni ajenda ambayo itazungumzwa, kitu ambacho kiliepushwa kwenye ziara ya Donald Trump. Wakati Donald Trump anaelekea kwenye ziara yake ya Mashariki ya Kati, akaenda Qatar, Saudi Arabia na Imarati, moja kitu ambacho kiliandikwa sana na vyombo vya habari vya Saudia, walitaka Marekani na washirika wao wasizungumze wala wasijadili wala wasilete huo mpango wa Saudi Arabia kutambuana na Israel, kwa sababu wakati huo walikuwa kwenye kilele cha mauaji ya Israel kule Gaza. Ingeleta hali ya sintofahamu ndani ya nchi na mpasuko wa ndani. Ndio maana unaona kuwa hata Donald Trump katika mazungumzo yake yote aliligusia tu kwa Saudi Arabia, akizungumzia kwa pembeni kuwa Saudia itaanzisha uhusiano na Israel wakati wake yenyewe itaposema. Hakutaka kuliingiza ndani kwa sababu kulikuwa kuna warning imetolewa na mamlaka ya kifalme kutoka hivyo. Lakini kwa nini ziara inakuwa special? Hii ziara ni special kwa sababu kwanza naweza nikakwambia ujio wa awamu ya pili ya Donald Trump, kiongozi wa kwanza duniani aliyempongeza Donald Trump mwaka huu mwezi Januari ilikuwa ni mfalme Mohammed bin Salman. Ndio alimpigia simu kumpongeza kwenye ushindi wake. Acha ushindi wake wa awamu ya kwanza ule wa 2018, ule ushindi aliyeshinda wa awali baada ya Barack Obama. Ushindi ule alioshinda wa kwanza aliyempongeza wakati alikuwa ni Benjamin Netanyahu, lakini mara hii alipongezwa na kiongozi wa kwanza Mohammed bin Salman, ndio alimpongeza wa kwanza. Lakini tumeshuhudia awamu ya kwanza ya Donald Trump madarakani, ziara ya kwanza ya nje alikwenda Saudi Arabia. Awamu yake ya pili hii ya urais huu, ziara yake ya kwanza ya kimataifa. Ziara ya kwanza ya kimataifa. Ondoa ziara na shughuli, kwa sababu Donald Trump alitoka kwenda kwenye maziko ya Papa Francis kule Italia. Ile haikuwa ziara, ile ilikuwa ni safari maalum. Ziara ya kwanza ya kitaifa amekwenda Saudi Arabia, pia kama alivyoahidi kuwa atakwenda Saudi Arabia. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa Saudia ni mtu gani, Saudia ni mshirika gani. Kama utapata wasaa, unaweza ukaitazama kwenye YouTube ziara ya Mohammed bin Salman wakati hajawa Crown Prince, alivyokwenda Marekani wakati wa utawala wa Trump, jinsi alivyopokelewa na crew aliyoenda nayo na watu alioenda nao. Wakati huo babake Mfalme Suleiman tayari alikuwa ameshamtaja Crown Prince ni Mohammed bin Naif, hakuwa Mohammed bin Salman. Itazame ile ziara, jinsi alivyokwenda MBS kule Marekani, jinsi alivyopokewa, jinsi alivyohudumu, jinsi ilivyokuwa ile ziara. Kwa sababu baada ya ile ziara ya Mohammed bin Salman kurudi Saudi Arabia, ndipo tukaona ufalme umebadili. Ufalme umebadili Crown Prince, yani mrithi wa ufalme alibadilishwa kutoka mtoto wa ndugu yake Mfalme Suleiman, Mohammed bin Naif, akawa mtoto wake Mohammed bin Salman. Lilikuwa ni pendekezo kutoka kwenye serikali ya Trump kuwa tunamtaka sana MBS, tunamtaka sana huyu. Kwa hiyo ndio maana Crown Prince alibadilishwa bila sababu ambayo ilitolewa na akawa Mohammed bin Salman. So Mohammed bin Salman anaelekea Marekani katika kitu ambacho anasema kusaini mikataba ya kiulinzi na kiusalama. Saudi Arabia ilikwenda kusaini mkataba na Pakistan hivi karibuni ya ulinzi, kuigusa nchi umegusa. Bado Saudia inahisi iko kwenye tishio. Na tishio hasa la Saudi Arabia ni kile kitu ambacho kinafahamika kama Greater Israel, kwa sababu Israel imetamka wazi kuwa inatamani kuichukua ile Greater Israel, Israeli kubwa ya kihistoria. Sasa ile Israel kubwa ya kihistoria, mipaka yake inakwenda mpaka Saudi Arabia, inakwenda mpaka Lebanon, Syria, inakwenda mpaka Jordan, inakwenda mpaka Misri. Kwa hiyo hiyo ni mipaka ya Israel, Greater Israel. Sasa Saudi Arabia imekuwa na wasiwasi na huo, na sasa inatafuta ulinzi. Hiki ni kichekesho. Saudi Arabia anakwenda kutafuta ulinzi wa Marekani. Ulinzi wa Marekani dhidi ya Israel, dhidi ya tishio. Unaweza ukasema kuwa labda kuna tishio la Iran, lakini Iran always wamewahi kusema kuwa hatuna mpango wala hatuna nia wala hatujawahi kuwaza kuwa kama tunataka kuishambulia Saudi Arabia. Hizo ni stories zilizotengenezwa. Ni stories zinazotengenezwa kama zile stories za Urusi na Ulaya, kuwa Urusi anawaambia hatujawahi hata kuwaza kukaa tutawashambulia EU kama nyie mnavyozungumza kuwa mnataka tuwashambulie.
mmetengenezwa kwa tutawashambulia ili nchi zifanye biashara ya silaha, muende mkanunue silaha kwao. Hatuna mpango huo. Ndio kilichotengenezwa kama Mashariki ya Kati, kwa Iran itawashambulia ili Waarabu wakanunue silaha za Marekani na washirika wake, kuhofia kuwa utawala wa Iran unaweza kuwashambulia. Sasa Saudi Arabia anakwenda kuchukua kivuli cha Marekani dhidi ya jua la Israeli. Hiki ni kichekesho, kwa sababu hakuna mikataba yoyote itakayosainiwa. Hakuna mikataba yoyote itakayosainiwa kama wanasiasa wanaounga mkono Israeli hawajichungulia. Sasa ni kama vile naweza kusema kuwa Saudi Arabia ameamua kuchukua siri zake alizokuwa anazihifadhi kuzipeleka kwa adui yake ili aone kabisa mipango yake kamili. Kwa sababu niliwahi kuwaambia kuhusu vita ile ya 12 days war kati ya Israeli na Iran. Nikawaambia kuwa ushirikiano wa Iran na Urusi ulikuwa na mipaka, na Iran waliweka mstari kwa Urusi kwa sababu walikuwa wanafahamu Mrusi ni nani. Yani wanafahamu Mrusi ni nani. Ndio maana walifanya ushirikiano naye mpaka sehemu fulani wakamwambia, baba, hapa ni Seble, unaweza kubaki hapa chumbani, tunaingia wenyewe. Na nikawaambia angalizo tu, kwa kama Urusi angekuwa na ushirikiano na Iran wakati wa 12 days war, basi Iran ilikuwa imepotea, kwa sababu Mrusi ni Myahudi wa asili kabisa, Myahudi wa damu. Vipi wewe unaenda kujisalimisha kule, unapeleka kwa kuamini ushirikiano wa kimkakati kuliko ushirikiano wa kidamu? So ni kama hiki ambacho Saudi Arabia anachotaka kwenda kukifanya kwa Marekani, kuwa anachukua siri zake anazisalimisha kwenye mikono ya Marekani, ambayo kuwa asilimia zaidi ya 85 ya wanasiasa wa Marekani wanaofanya maamuzi wote ni lobbying wa AIPAC, mashirika ya Kizayuni, kuwa hawa ni washirika wao. Kwa hiyo Saudi Arabia anaona usalama wake ni kwenda kwa Marekani dhidi ya tishio la nani? La Israeli. Kama usalama wa Marekani ungekuwa hai na unafanya kazi, basi kambi ya Al-Udeid ya Marekani iliyopo kule Qatar ingejua Israeli inakuja kufanya mashambulizi, lakini wanakuambia hatukuwa na habari. Licha ya kuwa kambi kubwa ya CENTCOM iko pale Qatar, wanakuambia hatukujua lolote vile. Maana yake kuwa ni kujidanganya katika ndoto ambazo nchi za Kiarabu still wanaota vitu ambavyo havipo. Yani wanaota, unashindwa kuelewa hivi ndoto gani mnaziota. Je, hamiaoni mambo kwa jicho ambalo wengine wanayaona? Mbona mambo yako wazi sana? Kwa nini mnajisalimisha kweli kweli? So ni kama vile Mohammed bin Salman ameamua kwenda kupeleka siri zake na kila kitu. Nilizungumza baada ya shambulizi la Israeli kule Qatar. Nilisema kuwa shambulizi hili hatafaidika Marekani, kwa sababu nje ya hapo Qatar itapeleka pesa kwa Marekani, na ndio kilichotokea. Ikaenda kusaini mikataba, ikapeleka pesa, ikasalimisha kila kitu chake. Hawa ndio watawala wa Kiarabu ambao mawazo yao wanajua wenyewe, wanachokiwaza wenyewe, na kile wanachokiona sahihi wanajua wenyewe kile wanachokiona sahihi. Jamani, nashukuru nimezungumza kidogo na nimerudi. Nitazungumza na nyinyi mara nyingi kadhaa kadri wezavyo. Asanteni.